Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema kwamba ikiwa nchi za Ghuba zitasimama kwa pamoja na kushirikiana kwa pamoja kwa kuaminiana, zitaweza kukabili changamoto zinazosababishwa na nchi ovu ikiwa ni pamoja na Marekani. Ameeleza hayo waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi katika andiko aliloliweka katika mtandao wake wa X. Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran imetoa wito wa kuwepo muungano na ushirikiano mkubwa wa kikanda wa kuaminiana, ikitilia mkazo udharura wa mataifa ya eneo kutegemea uwezo wa kikanda ili kuondoa uingiliaji wa kigeni. Hata hivyo, wakati huu Iran inatamani mataifa mengi katika Mashariki ya Kati yasiwe na ushirika na Israel katika kile kinachojulikana kama Abraham Accord, ama kuwa na ushirikiano wa Marekani ambayo Iran inaamini ilikuwa ni mnyonyaji wa muda mrefu wa nchi nyingi ulimwenguni. Ni wakati sasa wa sisi kujitegemea wenyewe tu, kushikamana na udugu wa kweli, amesisitiza Araghchi katika andiko lake. Abbas Araghchi ametoa kauli hiyo wakati Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ikiendelea kutetea mwelekeo wa usalama wa kikanda katika Ghuba ya Uajemi badala ya kutegemea nguvu za kijeshi za nje katika eneo hilo. Amemalizia katika andiko lake akisifu vikosi vyenye nguvu vya majeshi ya Iran kwa kuonyesha utayari, uwezo na nguvu za kulikabili jeshi lililotumia gharama kubwa zaidi duniani, jeshi la Marekani. Anaamini kwamba ikiwa Mashariki ya Kati kungekuwa na nchi zenye majeshi mfano wa Iran, ni kwamba Marekani isingekuwa na uwezo wa kutaka kuingilia nchi yoyote katika Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, Kazim Gharibabad, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran na masuala ya sheria na kimataifa, amesema utaratibu wa usalama katika nchi za Ghuba ya Uajemi ilipaswa uanzishwe na nchi zenyewe za eneo hilo kwa ushiriki wa mataifa yote ya kikanda. Mwanadiplomasia huyo amesema makubaliano yakipatikana miongoni mwa nchi za mwambao wa kusini mwa Ghuba ya Uajemi kufuatia uchokozi wa kijeshi ulioanzishwa na Marekani na Israel bila sababu, Marekani wakati huo ingekuwa na wasiwasi mkubwa sana katika eneo hilo na wala isingethubutu kuanzisha uchokozi mwingine katika nchi nyingine katika eneo la Mashariki ya Kati. Marekani ilianzisha uchokozi katika nchi nyingi za Mashariki ya Kati, lakini mpango mkubwa wa Marekani ilikuwa ni kufanya uonevu na si kitu kingine. Marekani ilianzisha uchokozi dhidi ya Iraq, lakini pia ilianzisha uchokozi dhidi ya Palestina ikishirikiana na Israel, lakini pia ikianzisha uchokozi kwa mataifa mengine mfano wa Iran ambayo inaendelea nayo wakati huu. Kwa mujibu wa Gharibabad, anasema imefikia hatua kwamba masuala ya usalama wa kikanda yanapaswa jadiliwe na kushughulikiwa na nchi zenyewe katika eneo. Aidha, amesema makubaliano yaliyofikiwa sasa na Oman na Iran ni chanya, na kubaini kuwa Iran imekuwa ikisisitiza kila mara kwamba masuala ya kikanda yanazihusu nchi za eneo hilo na kwamba zenyewe zinapaswa kutekeleza jukumu la kujidhamini usalama wao. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu. Tutakufahamisha kwa mapana hapa The World.